Fahamu kuhusiana na maisha ya konokono. Konokono ni wanyama wa ngeli ya gastropoda katika faila Mollusca. Neno konokono linatumika kujumuisha wale wa nchi kavu, maji baridi na wa bahari. Spishi nyingi zinakoa lililojiviringisha na kukua katika hatua. Spishi nyingine zinakosa koa au zinalo dogo sana na huitwa konokono uchi. Konokono hupatikana maeneo mengi kama vile ferejini, jangwani, hata kwenye vina virefu baharini, ingawa watu wengi wanaofahamu zaidi konokono wanaopatikana nchi kavu kama unawaona katika picha hizi. Hawa wa ardhini ni kidogo mno. Konokono wa majini ndio wengi sana, ambapo baadhi ya maeneo huwatumia kama chakula. Huchangia kiasi kikubwa cha spishi ya konokono wa aina nyingi sana, hata maumbo ya kibiolojia makubwa zaidi. Konokono wengi kiasi pia hupatikana kwenye maji baridi. Konokono wengi hula majani, japo baadhi yao hula majani na nyama, na wengine huwinda na kula nyama tu. Konokono wanapumua kwa kutumia mapafu, huwekwa kwenye kundi la Polymonata, huku wale wenye yavuyevu huunda kundi la Paraphyletic group, ambapo kwa maeneo mengine konokono wenye yavuyavu wameainishwa kwenye makundi yasiyohusiana sana. Konokono wenye mfumo wa miamba inapelekea hata baadhi ya konokono wenye mapafu kuishi baharini, hata wale wenye yavuyavu nao kuishi katika nchi kavu. Konokono wana maumbile marefu yanayofanana na meno. Meno haya marefu madogo yanapatikana kwenye ulimi na hufanya kazi kama tupa na kusaga chakula kwenye vipande vidogo. Ulimi wao huitwa radula. Mataifa mengine konokono wametumika kwenye imani na utakatifu. Mshairi mmoja wa Kigiriki aliandika kuwa konokono hutambulisha msimu wa mavuno kwa kukwea mashimo ya mimea, wakati mungu wa mwezi wa Azteki huoneshwa kwa kombe la konokono mgongoni mwake. Hii humaanisha kuzaliwa upya. Utaratibu wa konokono kuonekana na kutoweka hufananishwa na mwezi, na hivi karibuni Carl Jung alitambua uwakilishi wa nafsi yake kwenye ndoto. Katika saikolojia, sehemu laini ya ndani ya konokono hufananishwa na mambo yanayofanya bila ya fahamu, huku kombe likionyesha fahamu.